Sasa hivi nakuta tawi linafungwa kwa muda wa miaka 4.5. Na ukiona tawi limevamiwa na wanachama, basi ujue pana mkubwa fulani na pengine kuna posho fulani anaitoa pale. Lakini inapotakiwa, unajua jamani, hivi vyama ni vya hiari, watu wahamasishwe waje kwa hiari yao, waje wajitolee, na hatimaye tuweze kuona hizi tija namna gani wanaweza kuwakilisha wenzao katika shughuli za huduma za jamii za kwetu, na hatimaye tupate kuona maendeleo ambayo iende kwa wananchi wenyewe. Zenj TV, tujivunie nyumbani. Mwanasiasa mkongwe na mbunge wa zamani wa jimbo la Kikwajuni, Parmok Singh Ugan, amesema wataalamu wengi wanaacha kazi za taaluma na kugombea nafasi za uongozi wa kisiasa kutokana na kulipwa malipo duni. Singh amesema hayo alipokuwa akizungumzia misingi ya siasa ya ujamaa na kujitegemea katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 mwaka huu hapa. Tuliona wanataaluma wengi wanaacha taaluma zao, wanaingia kwenye siasa. Ndio tunarudi pale pale kwamba maslahi ya kwenye taaluma ni duni kuliko unopata katika siasa. Jingine ambalo naliona linajitokeza sasa liwahiwe kwamba uongozi mwingi wagombea wanatokana na viongozi ambao washakuweko huko nyuma, ambao labda katika chama, katika serikali waliongoza huko. Na hao sasa hivi ndio tusije kushangaa uchaguzi unaokuja watu hawa kaongezeka. Tukaona idadi kubwa ya watoto wakubwa wanaingia katika nafasi hizi. Kwa kweli nalo hilo litakuja kuwa tatizo baadaye. Maana chama chetu mfumo wake kiwe cha wanyonge, isitoke nje ya mfumo ikaingia ikawasaidia watu ambao wenye uwezo zaidi kuliko watu ambao ni wanyonge, na hii tija yake inaweza kutuharibia huko siku za usoni. Kwa kweli nafikiri walitizame hilo, kuangalia nani anagombea, na ikiwezekana kidogo hawa watoto wa viongozi nafikiri wangeachia nafasi hizi wakaingia watoto wa kinyonge, nao wakajaribu uwezo wao, wakajaribu na uongozi wao, ili waweze kuwakilisha vizuri wanyonge wetu. Kwa sababu mimi nishazungumza sana kwamba mtu mwenye shibe hamjui mwenye njaa. Kwa hiyo uongozi ukitoka na wanyonge hawa, nafikiri italeta tija zaidi kuliko hivi tunavyoona sasa hivi. Sema katika kuelekea uchaguzi mkuu, misingi ya siasa ya ujamaa inapaswa kulindwa kwa manufaa ya chama na wananchi kwa ujumla. Chama cha Mapinduzi kwa kweli tukitizama, tukiingia ndani tukaifumua, kwa kweli ni chama cha mabepari sasa hivi. Wanahubiri siasa za ujamaa, wanahubiri namna kutoa maskini katika jamii, lakini wao wenyewe ni mabepari wakubwa. Ukiwatizama wamelundikana mali nyingi, wanajenga majumba mengi. Kwa hivyo nafikiria kuhubiri masuala ya hayo kwa watu kama inaona kama tunapoteza muda. Kuhusu tatizo la ajira, Singh amesema wakati umefika serikali kuweka mfumo wa kulinda ajira za ndani ili vijana wanufaike baada ya vijana kutoka nje ya nchi. Niliona hapa kwamba sisi hatuthamini wanataaluma wa kikwetu ambao ni wananchi wetu. Alafu hata na elimu yetu hiyo hatuithamini, kwa sababu mara nyingi hizi wawekezaji wanakuja wanaangalia vijana ambao wanasoma nje, vijana wakati na sisi tunayo elimu bora, sisi tunao wataaluma wa kutosha. Sasa matokeo yake wengine wanajiingiza katika masuala ambayo ya kujitegemea, na wengine wanaenda nchi za jirani, na kwa kweli akaenda kule wanapata maslahi ambayo sisi tunashindwa kuwapa vijana wetu. Kwa kweli nalo litizamwe, na litizamwe njia gani ya kufanya ajira zilingane na wageni ambao wanafanya kazi katika nchi yetu. Harakati za uchaguzi mkuu zimeanza kupamba moto, ikiwemo watu kutangaza nia kugombea kupitia vyama mbalimbali vya siasa hapa nchini. Zenj TV, tujivunie nyumbani.